Nikaendelea kuishi hapo. Akaja mkuu wa kuzimu, akataka tufunge naye ndoa ya kifahari. Akatokea kunipenda kweli, kaka hivyo kwa kuzimuni jini kanipenda. Akasema huyu mdada kwa kweli amefanya kazi vizuri na nimempenda jinsi alivyo. Na hivyo kaka amekaa kiulembo zaidi. Mimi nataka nimuoe. Siku hiyo akaita pete ya kuzimuni. Yaani harusi kabisa kama imeandaliwa, ikatangazwa, siku kikao ikakaribishwa, ikatangazwa. Nataka nifunge nini? Harusi yako kuzimuni. Yaani huko kuzimuni kuna bahari momo, kuna mti momo mkubwa. Yaani bahari wanaishi majini sisi. Pepo anaishi kwenye mti mkubwa. Yaani unakuta huo mti tunaishi ndani kwa ndani kwa huo mti. Ukitaka tukitoka nje unajipasua, tunatoka tunaenda kufanya kazi duniani. Tukirudi ule mti tukiingia unajifunga. Yaani maisha ni mazuri tu humo ndani ya mti. Kwa ile bahari majini umo kuna maisha mazuri tu humo majini. Tunaingia ndani ya maji humo. Yaani kuna maisha mazuri. Pakavu tu pazuri. Sema tu kuna maji, lakini maisha mazuri. Yaani tunakuja hata tunanunua vitu vya duniani, tunanunua vitu vya duniani, tunapeleka. Tukitoka tunakuja tunarusha vitu vya duniani huku, tunaleta. Marasta haya makubwa haya, kuna rasta hivi ndefu, tunaleta. Kuna rangi hivi fulani hivi tunaleta. Perfume hivi tunarusha. Yaani kwanza hizi perfume kuna mkuu fulani wa huku duniani huku tulimteua sana tu, yaani vingine hivi marasta, marangi, perfume walikuwa wanaleta. Hata wachungaji wanaleta, wakileta yaani tunatandaza madukani wapi, yaani akajulikana. Kwa hiyo tulikuwa tuna maagent wanaleta haya majitu, wanaleta marangi, perfume, wanaleta rasta hizi, sio kuna mavazi gani hivi. Na tukimkuta binti kasuka rasta zimechanganyiwa rangi, huyo tunakula naye dili, huyo tumuachi. Hatuko tumuachi, maana kwa jinsi alivyo, kwa jinsi muonekano wake alivyo. Kwanza mmoja unaweza kumkuta binti amechanganya rangi, rasta ameisuka paka chini. Kwa hiyo alikuwa rafiki wetu wa duniani. Kwa kule kuzimini tunajua kule duniani tuna marafiki. Tuna rafiki kabisa, tunamjua. Na tunaweza hata kumchukua umbo lake lilivyo, tukaenda kufanya naye kazi kwa kuzimuni. Huku tukaacha umbo tu la kawaida. Tukamchukua umbo halisi, tukampeleka kufanya naye kazi kwa kuzimuni. Huku tukaacha tu umbo la kawaida mkafikiri ni yeye, kumbe yeye ameshachukuliwa mapema. Na ndio hata mabinti wengine tulikuwa tunawekea hata jini la mahaba. Anakuwa yaani muhuni tu, hata eleweki. Hilo tulikuwa tunamwekea. Leo unakuta binti amechanganya rangi, amefanyaje? Marashi unakuta amepaka makali. Yaani hao watu tulikuwa tunawapenda mno sana mno. Kwa hiyo tukaendelea hivyo, tukatembea hivyo. Mimi nikaendelea kutembea hivyo na majini wangu, jini na kwa jini hivi na hivi natembea. Kwa kweli ndoa huko ilifungwa tayari. Yaani hiyo ndoa kwa kweli Mungu alinisaidia, alinitetea. Kwanza napenda kumshukuru Mungu, alinitetea toka nikiwa falme ya kwanza ya kichawi. Maana ile falme ya kwanza ya kichawi walikuwa wanataka kufanya kuniua, au anikunje ulimi au anikate. Huyo mama alionichukua anakuja na pinga. Anasema huyu binti msimkate ulimi wala msimkunje ulimi. Mimi mumwache hivi. Kwanza na nyota nzuri. Je, mkimkata ulimi na mkamkunja ulimi, huyu bibi atanyosha uji na nani? Wewe unafikiri hawa waliokaa misukule hapo wanatema ukonda hivyo wana uwezo kumnyosha kweli uji huyu bibi? Yaani hapo ndio nizidi kumshukuru. Ile sana Mungu, nahisi Mungu alikuwa anataka kuniokoa mapema. Mle nilikuwa nikikaa naimba. Nilikuwa sijui kuimba hizi nyimbo za kimungu. Nilikuwa sijui. Ila sasa nilikuwa napiga beat hivi, na tabia kupiga beat hivi. Na kupiga nalia huko falme ya kichawi ya kwanza. Nalia. Sasa vile jinsi ninavyolia napiga beat nini, Mungu ndo anazidi kunisaidia. Akazidi kunisaidia toka huko alinisaidia usinikunje ulimi wala usinikate, akazidi kunisaidia. Kwa hata hii falme ya pili ya huko akazidi kunitetea hivyo. Ile ndoa inataka kufungwa. Wakazidi tu yani wale majini wakazidi kujiandaa vizuri. Tarehe ikija nabadilishwa, atafungwa sehemu fulani.
Tarehe ikija inabadilishwa. Tulikuwa tunataka tukafunge ndoa chini ya nini ya maji baharini huko. Tufunge ndoa huko. Hivyo. Siku ya siku nimeendelea kukaa huko kuzimuni, ninatenda kazi hapa duniani ya majini. Nikaendelea hivyo kukaa, napokea watu wanakuja kusaini damu nini. Siku moja nikaanza kusikia hali ya kwangu sio nzuri. Nasikia hali sio nzuri. Najifuia, mbona leo mimi hali yangu iko hivi? Yaani nikamaliza tuseme kama mwezi sina raha. Nasikia kuna nguvu fulani inanijia, kuna pengine nguvu inanijia na kana furaha, nguvu nyingine nikosesha hadi makao. Yaani hadi nashindwa. Yaani hadi wale rafiki zangu wale majini wananiogopa. Wanaanza kuniogopa, wakaanza kunitenga. Niko tu huko. Nakaa bila raha tu, ile nguvu mwenyewe nasikia nguvu kali mno. Najifikiria, hii ni nguvu gani hii? Mbona haijawahi kunitokea? Hii ni nguvu gani? Sasa wale majini, mapepo, wale maabdala wote wale, abdala wataka fanya tufunge naye ndoa. Na wakaanza kunitenga. Sio naona nguvu yangu imezidi. Nikazidi tu najisikia vibaya. Ila najisikia vibaya, natenda kazi ya huko duniani, ninarudi nini natenda. Siku hiyo palikuwa siku ya Ijumaa usiku. Nikasikia, kwanza nilianzia asubuhi. Kaanza kusikia nguvu nyingine. Yaani nikasikia nguvu nyingine kabisa tofauti na pale. Kasikia nguvu. Hiyo nguvu kanisumbua. Ikanisumbua. Siku kwa Ijumaa usiku wa saa 8. Nishtukia kama mshale nikaanza mbio sasa. Sijui ninaelekea wapi huo usiku. Bado nimevaa ile mavazi ya kule kuzimuni, majini yale ya kule. Nikasikia mshale unanikimbiza. Nikakimbia huo usiku. Nikakimbia. Yaani mbio za hatari mbio. Yaani kama vile kuna pepurushwa angani. Niko nakimbia. Nikafikia sehemu moja, mlima mkubwa. Nikalala pale, nikachoka, nikalala pale. Sijui ninaenda wapi, sijui ninarudi wapi, sijui ninaelekea wapi, hata sielewi. Nikarudia tena. Ikaja kama vile mshale tena wa nguvu. Nikaamka tena. Yaani kama vile nilikuwa napepushwa kama vile upepo. Nikakimbia. Yaani nilishinda njiani. Yaani hadi nikasema Mungu wangu. Sasa hapo nilikuwa sijui Mungu. Yaani nikashiwa na nguvu. Nikakimbia. Nikafikia tena mlima tena mwingine mkubwa, nikafika nikalala pale. Kasema jamani, sijui ninaelekea wapi, sijui ninatoka wapi, sijui ninarudi wapi, yaani sijui ninaenda wapi. Nikakimbia. Nikakaa njiani siku nyingi mimi niko njiani, mbio mlima, yaani mbio za hatari. Sasa muda umeenda mrefu, ndio nikakutana na jiwe kubwa ndio nikafika nikalala hapo. Kumbe hapo nilipolala ni karibu na ndugu zangu mimi ambao ndio hawa hapa. Nikafika nikalala hapo. Sijui kama kuna nyumba, sijui kama kuna watu, yaani sielewi kabisa. Kasema hapa, nimelala wapi? Nimelala kwenye jiwe. Sasa mbona hata sisikii fujo? Na kati ya falme ya kichawi ulikuwa ukifika ni usiku. Ninasikia maana tulikuwa tunapelekwa kwenye msitu mkubwa. Ndio tulikuwa tunaenda kulima huko. Hatuwezi kupelekwa kwenye msitu mdogo hata siku moja. Na hatuwezi kuchukua uchawi na kuweka kwenye msitu mdogo. Lazima upeleke msitu mkubwa. Nikasema mbona fujo hamna? Na mama mazingira ya kule hata siyasikii. Nikaona ni tofauti kabisa na falme ya kuzimu na falme ya kichawi. Nikazidi nikalala hapo. Na yaani ile nguvu tu bado inanisumbua, inanisumbua tu ile nguvu yaani sijitambui. Kama kesho, yaani nimekaa sana kwenye jiwe pale. Siku nikajikuta niko ndani. Nikasema hapa, vipi hapa napo? Nimekuwaje humu ndani? Nikaanza kushangaa yale makochi ya pale, nikashangaa kitanda, nikashangaa vitu vya mle ndani. Nikasema mbona mazingira yako hivi? Ila mimi akili yangu nikajua hapa bado niko kwa wale watu wenye roho mbaya hapa.
Mawazo yangu nikajua nimerudi tena falme ya kichawi kula kwa zile nyumba. Nikaendelea kukaa huko ndani, nikakaa ndani. Kaanza tu kuangalia watu. Sasa mbona watu wamevaa hivi? Na mtu kule falme ya kuzimu tunavaaga tu gauni zetu ndefu mpaka chini. Mbona hawa wamevaa hivi? Alafu mbona kuna kitanda cha hivi, alafu na hivi ni vinini? Makochi palikuwemo mle ndani. Sasa hivi ni vinini hivi? Vitu gani hivi naona vyombo? Hivi vitu gani hivi? Wakazidi kuniombea, tunashangaa mazingira, yazidi kuyashangaa mazingira. Yazidi tu kuyashangaa. Ikafika kama kesho. Paka kucha. Nikaona jua, nikafanikia kuona jua. Nikaliona jua. Nikashangaa. Na hili ni kitu gani hichi? Kitu gani hichi? Mbona chekundu hivi? Hichi mbona chekundu hivi kinatokaje hivi? Nikakumbuka ni ule moto wetu tulikuwa tunatumia kule falme ya kuzimu na falme ya kichawi. Sina kinataka kufanana. Ila nikiangalia mazingira ya hamna. Nimekuja tena falme nyingine. Nikaanza nikana wasiwasi. Hapo niko ndani na washangaa kina dada, na washangaa kina kaka. Natoka nje nashangaa majumba. Sasa mbona pazuri huku? Mbona ni pazuri sana, cheki au manyumba. Cheki nini? Naona pikipiki zikipita ninashtuka. Ni hivyo vitu gani hivyo? Hivyo vitu gani jamani? Pikipiki zinapita, sijui hizi basketi zinapita na shangaa. Wananipikia chakula, wananiletea, niko tu na washangaa. Sema wanao watu gani? Au ndio wenyewe umenileta nihangaike hivi? Ila nikiwaona wenyewe wanatabasamu usoni. Wanacheka, wakalimu wazuri. Kasema watu gani? Au nimerudi tena kule kichawi, nimerudi. Bora hata ningerudi kule kuzimu, ungeniacha kule. Nimerudi tena kuhangaika. Nikana waogopa, wananiletea chakula. Wanaletea chakula kimepikwa. Sijui ugali. Nasema hichi tena chakula gani hicho umeniletea? Chakula gani tena hichi Mungu wangu? Kimekuja kunizuru jamani. Wananiambia nawa, kunawa penye sijui kunawa. Wananiletea ndala, vaa ndala. Ndala sijui zinavyovaliwa. Wananiletea nguo, vaa, hadi na washangaa. Watu gani? Wakika chakula kula. Ninakula. Nikikaa kidogo ile hali inanirudia, ninao. Nikiwarudia wale watu wale, chakula tunakula yani kavya tuna akili nzuri, tuko na wale watu. Ghafla wanapotea. Nikasema hapa sijaja kwa watu wema hawa. Wanaambia kula, chakula sikili, hadi wenyewe wale kwanza niwaone na mimi ndo nakula. Nikaendelea kuishi hivyo, wakawa wananifundisha kula. Chakula ikanishinda, nikaweka mdomoni chakula. Nasikia kina ukakasi ile mbaya. Mnani chakula hata sikitaki. Nikiweka wali mdomoni nasikia kina ukakasi, yani nikajua kama wananisumbua. Wakazidi kuniombea hivyo, wananifundisha kuvaa ndala, wananifundisha kuvaa nguo, yani wakaanza kunihudumia. Wakaanza kunikata nywele za siri za makwapani, wakanikata, nikawa mtu tu mzuri. Lakini ile hali ya kule ya kukaa hivi, ile hali ya kuzimuni ya kuinama na kuinuka bado ninayo. Yani ghafla tu wananiingilia, ghafla tu nashtukia wamenijia. Wakinivagaa watu, sio mtu tena, rudi katika ile hali ya kule. Wakazidi kunifundisha, wananifundisha kuoga. Na shemeji yangu hivyo alioshiriki kuniombea, shemeji yangu ambaye anaitwa Nicolaus, alioshiriki kuniombea. Wakanifundisha kuvaa nguo, kuvaa ndala. Ukioga inatakiwa upake mafuta hivi, ukioga inatakiwa uvae nguo hivi. Huyo shemeji yangu Nicolaus akanifundisha, unakuwa unasugua hivi mdomo. Kina dada wananifundisha vizuri. Shemeji Nicolaus tu akazidi kuniombea, na dada yangu Masa wakazidi kuniombea, na mchungaji wangu Faustini Shija wakazidi kuniombea, wakaniombea. Nikazidi tu kuishi hivyo. Chakula nachoniletea na kikata, nimeshazoea ile damu na ile nyama, nimeshazoea hivyo vyakula, tena si vitaki. Wananifundisha kuvaa ndala. Nikivaa zile ndala ghafla ninavua, zimenichosha maana sijazoea. Nikiangalia miguu, ngozi imeshatoka yote, imebaki ile ngozi ya ndani kutokana na ile safari niliyoitumia ya kufunguliwa. Ngozi imeshatoka. Wao wananifundisha hivyo kula. Ninakula, yani bila wenyewe kuweka mdomoni siwezi kula, maana najua labda na wenyewe wana roho mbaya. Ile roho niliyoipitia kule na wenyewe wana roho mbaya.
Najua chakula nikikila kitanizuru. Wakaendelea kunifundisha hivyo kula. Wakanifundisha kuvaa nguo. Wakanifundisha kunini, wakanifundisha usafi, wakaendelea kunifundisha. Nikaendelea tu nikafundishwa, naletwa hapa mjini. Wananipandisha gari na shangaa. Na hichi nimepanda ni kitu gani hichi? Na shangaa kikipita sema na hicho kinachopita ananiambia ni gari. Kumbe duniani ndio kuna mambo mazuri hivi. Duniani ni pazuri. Nikaenda kusali kanisani. Vijana wa mle ile kanisa la EGT Nyamwilo hapo Shibula wananiogopa. Naambia jamani, msiniogope. Mimi nimeshakuwa mtu kweli. Msiniogope. Nimeshakuwa mtu, nimeshafunguliwa, nimeshakuja dunia hii. Msiniogope, mnipende. Vijana wananipata wananiambia, "Hivi wewe dada wewe, utaolewa? Ushuhuda wako mkali hivyo. Yaani sisi hatuwezi kukuoa, utatugeukia ndani. Ushuhuda wako ni mkali mno." Tukienda kwenye mkesha usiku, yale maombi ya usiku ya Ijumaa, hawalali na mimi, hawakai na mimi karibu. Wanahisi nitawabadilikia, wanahisi yani nitawageukia, wananitenga kule, wananikimbia. Lakini watu wazima waliompokea Yesu, wakaamini kabisa Yesu Kristo anaponya, hawaniogopi. Tunaongea nao tu vizuri. Mimi mwenyewe kwa tu nimeshajijua, nikasema hawa vijana nikiwasogelea tu wataniogopa. Hawa wananiogopa kabisa. Yaani nilikuwa nishajua. Unakuta mtu unaweza kumsogelea hivi, anakaa anatetemeka, anatoa macho, sija anahisi utambadilikia. Basi Apollo hii ni umeneno. Nasema jamani, msiniogope marafiki zangu. Mimi nimeshakuwa mtu, nimeshapona. Zamani ndio nilikuwa sio mtu zamani. Kwanza hata zamani tusingekuwa tunakaa hivi. Nikikuangalia tu hivi na kupeleka. Lakini sasa hivi nimeshapona jamani, mnipende. Wakazidi vile wananiogopa. Nikajiunga kwa hivyo, ninacheza hivyo. Yaani hata sijui hata style zikoje, lakini ninacheza hivyo, nyimbo sijui. Yaani bado kichwa ni kigumu, mwili bado ni mzito. Yaani hata sijui mambo ya kidunia. Hivyo tu akanifundisha kwa hivyo, nacheza hivyo. Mchungaji Faustini Shija kwa hiyo kanisa la EGT Nyamwilo akawaita vijana, akasema inatakiwa vijana mfunge maombi ya siku 3. Hapo nimeshazoea, nimeshaokoka. Yaani hapo Mungu ameshanifungua, nimeshaanza kumjua Mungu, nimeshaanza kuimba kwaya. Yaani nimeshakuwa mkubwa kabisa kwenye kwaya mle. Imani nimeshashika vizuri. Maana nikuja hapa 2015 ndio nilikombolewa, nikaja dunia mpya ambayo hii dunia ina upendo, ina ukarimu, inapendana. Yaani mimi nilifurahi sana, hii dunia ni nzuri mno. Ukienda kwa mtu anakuhudumia chakula vizuri, anakupa, mnacheka vizuri. Ndio maana nikajua kumbe hii dunia ndio ilikuwa nzuri hivi. Nilikuwa nimefungwa mbali mno Mungu. Yaani nikamshukuru Mungu kwa nini nafurahi. Ukikaa na watumishi wa Mungu, wanakupatia tu maneno ya kimungu, wanakutia moyo, wanakufariji. Nikasema kwa kweli hii dunia basi tu, kwa kweli nilikuwa niko mbali. Nikaendelea hivyo. Kumbe wachawi wa kule na wachawi wa sehemu zote wanawasiliana. Akatokea mdada mmoja hivi. Alipotokea mdada mmoja, akanipiga kofi la mgongoni. Kumbe vile amenipiga kofi la mgongoni, akanichukua mzima. Akanichukua jinsi nilivyo, akaenda kuniweka mimi ndani kwao. Kumbe wako na wenyewe na asili ya kichawi. Kumbe wanajulishana. Huyo mtu yuko huku hivi na hivi, wanajulishana. Akanichukua, akanirudia tena yale falme ya kichawi. Akanichukua, akanipeka mle ndani nikakuta watu waliokufa. Nikakuta wengi sana watu wamekufa mle. Amehifadhi chumba kimoja kifunguliwi. Nikakuta mle. Sasa yule dada alikuwa ananijua na yule mama alikuwa ananijua, tuko karibu tu. Nikafika pale nikamwangalia. Nikasema, mama ngasema, ila huyu kaka namkumbuka. Aliwaga kuja kutusombea mchanga nyumbani. Sasa alikuwa amesema amekufa. Mbona leo nimemkuta kwa huyu mama? Kimoyo. Namwangalia yule kaka. Na yule kaka ameinama hivi, kumbe naye ameshakuwa msukule. Yaani na ninaangalia, sio alikuwa ananifananisha na yeye. Nikimwangalia hivi tunakutanisha macho. Najifikiria huyu kaka si yule mwingine alitusombea mchanga nyumbani.
na wanasema eti alikufa. Mbona leo yuko huyu kaka hajafa na yuko vile vile. Ile t-shirt yake alikuwa anapenda kuvaa ndio alikuwa amekavaa, na tunywele hicho kipindi alikuwa ametoka kushave, tunywele ndio tumeanza kukua, tumejikunja kunja. Kaka nikajua huyu kaka ni yeye kabisa, huyu ni yeye kabisa, huyu mama amemchukua. Sikuwa amesema amekufa, ila sikushangaa sana, nikasema hata mimi nitoka farume hii ya kichawi, hata siwezi kushangaa. Hapo nimechukuliwa, niko ndani. Sasa huku nimechukuliwa, kule wako wanaomba kanisani. Wameomba kaomba. Sana tena ya usiku. Nikajikuta tena niko kule nyumbani. Nikaanza kuambia mimi nilikuwa nimechukuliwa na huyo dada wa hapo. Mimi ndio nilikuwa nimechukuliwa, alinichapa kofi, akanipeleka moja kwa moja hadi ndani kwake, na kuna vitu vikubwa nimeviona humo, ila sitaki kusema. Nikivisema na hisi huyo mama anaweza kuwaliwa au anaweza hata kufukuzwa. Kuna vitu nimeviona humo, ila kwa sababu ni kina dada watu hapa, nikawaelezea wachungaji, nikawaelezea, nikasema humo nimekuta kitu kikubwa sana cha ajabu. Mtu aliyokufa juzi nimemkuta kwa huyo mama, nimemkuta kabisa ameinama hivi, na hisi nilipofika mle akafanyaje, akanijua na yeye. Tulikuwa tunaangaliana namwangalia. Wakasema ndio tukaanza maombi tu. Kanisa nzima likafunga lapo la IGT Nyamuloshi bila kwa tunalishija. Likafunga likaomba. Si wenyewe vijana tukaomba. Nilikuwa sijui kufunga, sijui kuacha chakula. Sio, nikajitahidi tu nikafunga na wenzangu. Wakaanza kunizoea tu. Tukaomba. Siku ya siku yule mama tukasikia amekufa. Akafa yule mama. Sasa huyo mama wa huko kwetu huko kanisa la IGT Nyamulolo huko aliyekuchukua, alikuwa amenichukua hii mara pili nimerudi duniani sasa. Akafa. Yaani mama mpaka sasa ameshakufa na yupo tena, ameshakufa. Akafa. Kwa hiyo nilikuwa nikipita njiani wanasema yule mlokole yule pale aliyosababisha yule mama akafa ndio yule pale. Msimzoee. Huyo mdada alisababisha hadi mama akafa. Msimzoee. Yule mama alikufa kwa sababu ya huyo dada. Basi sasa kwa anasema hivi, yani watu wa Kigoma kwa kweli msiwazoee. Watu wa Kigoma ni wabaya mno. Mnajidai kwenda kuwaroga watu wa Kigoma. Mmeshazoea Wasukuma, mmeshazoea makabila mengine. Nendeni mkashike Kigoma. Kigoma ni watu wabaya mno. Lakini sasa sisi tunavyojua tuliingia kwenye maombi, tukaomba. Yaani maombi yalioniokoa kutoka falme ya kwanza kichawi na falme pia kuzimu. Na ndio maombi yalikuwa yanatumika hata kuomba juu ya huyo mama. Basi nilikuwa nikipita, yule binti mlokole amepita, aliyosababisha yule mama akafa amepita. Nikaendelea hivyo nikasali hivyo, nikaendelea kusali. Wananifundisha shemeji Nikolausi na dada yangu Masa na kaka yangu Magogo na kina wifi wote na mchungaji Faustini Shija. Wakawa wananikalisha, wananifundisha maneno ya kiroho, wananifundisha mazingira, wananifundisha kuepukana na vijana, utapata madhara hivi na hivi. Maana nilikuwa sijui kinachoendelea. Yaani ulivyokuja duniani kipindi hicho, uliweza kuwatambua ndugu zako na baadhi ya watu ama ukuwatambua kabisa? Yaani mimi nilivyokuja duniani, nilianza kumtambua dada yangu Masa na shemeji yangu Nikolausi na kaka yangu anaitwa Daniel na wifi yangu anaitwa Violet. Hao ndio nilitambua ndio ndugu zangu. Na wala kuanzia hapo simjui baba yangu. Yaani nilikuwa simjui baba yangu wala simjui mama yangu, sijui kaka zangu baadhi, sijui ndugu wadogo zangu baadhi wala ndugu zangu baadhi, sikuwatambua. Nilikuwa najua hawa ndio ndugu zangu wa huku. Labda na hawa niliokombolewa niko huku waumini wa humo ndio nikajua hawa ndio ndugu zangu. Kwa kweli sikuweza kuwatambua ndugu zangu wengine. Kwa hiyo kila kitu ambacho ulikuja kuta huko ulikuwa unaona ni kigeni kabisa. Yaani kitu chochote nilikuwa naona ni kigeni. Yaani sana kwenye chakula. Nilikuwa nikipewa chakula nilikuwa siri. Nilikuwa najua yani kile chakula kinipa labda kinakuja kunizuru kama jinsi nilivyokuwa nimecheza falme. Nilikuwa nasubiri kwanza wakile wenyewe wakingate na mimi ndio nile kile chakula, au waanze kula wenyewe kijiko na mimi ndio nianze kula. Ila sivyo nilikuwa siwezi kula chakula kwa mtu yoyote. Mimi huwa najua ni na hawa wana roho kama ile nyingine niliyotumikishwa kipindi cha kwanza kule. Kwa hiyo ulikaa kwa muda gani? Unaweza kukumbuka kwamba ni
kutoka mwaka gani hadi mwaka gani umekaa kule kuzimuni? Yaani kwanza na miaka 5. Miaka 5, 6, miaka 5 niko falme ya kwanza ya kichawi. 6 niko falme ya kichawi. 7 falme ya kichawi. 8 falme ya kichawi. 9 falme ya kichawi. 10 falme ya kichawi. 11, 12, 13 ndio nikatolewa nikapelekwa falme ya pili ya kuzimuni. Kwa hiyo miaka iliyobaki mingine ilimalizika falme ya kuzimuni huko. Kwa hiyo baki mingine 2015 ndio nikaletwa dunia nyingine mpya, ndio nikaja hapa duniani. Yaani nilikuwa sijui gari nilikuwa sizielewi. Sijui nini pikipiki, sijui vitu yani sielewi. Yaani mpaka sasa wanazidi tu kunifundisha. Wanazidi kunifundisha mambo mbalimbali siyajui, wananifundisha. Yaani kwa kweli namshukuru Mungu mpaka saizi Mungu ananisaidia. Nilikuwa sio mtu. Mpaka sasa najiona ni hali ya kibinadamu inarudi. Yaani kwa kweli nazidi kumshukuru Mungu tu, azidi kunisaidia na azidi kuniwekea ulinzi. Namna hiyo msikilizaji, mimi nikushukuru sana wewe ambaye unaendelea kufuatilia ushuhuda huu. Ni ushuhuda ambao yako mengi umeyasikia, mengine yanatisha, lakini nikutie moyo kwamba hakika tunapoelekea huku mwisho kuna vitu vingi ambavyo utajifunza zaidi. Binti Lucy ameambatana na dada yake hapa studio. Ameambatana na dada yake ambaye dada yake yeye alimpokea huko Mwanza, akimtoa huko kwao Kigoma. Na yeye ndo alihusika na masuala yote ya kumwombea mpaka pale ambapo ilifikia ile nafsi ya ulimwengu wa wachawi ilipokutana na ule mwili wa duniani. Tuko naye hapa dada yake, atajitambulisha jina naye atatueleza jinsi ambavyo mambo yalikuwa. Dada, mimi nikukaribishe sana, tugeukie upande wako na wewe uweze kutueleza kuhusu ushuhuda huu. Tuanze kwa kujitambulisha, unaitwa nani? Kwa jina naitwa Martha Lucas. Ni mtu wa Kigoma ila kwa sasa naishi Mwanza, eneo moja naitwa Shibura. Unamfahamu vipi Lucy hapa? Lucy huyu ni mdogo wangu, nimeishi naye Kigoma, na pia sisi ni yatima. Mama alifariki akaacha na miezi 6. Ni kupitia uwezo wa Mungu amefanikisha wakakua. Alikuwa mapacha kwa na Doto, wamfikisha miaka 5, Doto akafariki, tukabaki na Kulwa. Lakini yeye miaka 5 huyu Kulwa, si tukabaki tunajua tumebaki na mtoto huyo ni Kulwa. Kumbe kipindi hicho ndo hiyo miaka 5 akachukuliwa nguvu za giza. Sasa sisi tulikuwa tunaishi pale nyumbani, tulikuwa tunamuona ni mtoto na tukampeleka shule. Ameenda shule ya msingi, amesoma hadi amemaliza, lakini alipokuwa akisoma matokeo yake yalikuwa yanakuja sio kweli. Alikuwa kuna kipindi anaandika mitihani, ikifika anakuja karatasi za mitihani zile ameandika lugha zingine hatuelewi, mwalimu mwenyewe anashindwa kuzisoma. Mzazi akiitwa anasema mimi mwanangu huyu mimi najua na akili sawa, lakini sasa mnavyoniambia mwanangu anaandika hizi lugha hata mimi sizitambui, tuzishangae wote. Kwa hiyo tulikuwa tunaona hivyo, lakini Mungu saidia, na shangaa kameza la 7, na hivyo maliza la 7 matokeo akaja amefaulu kwenda form 1. Ameenda form 1 tena huko tukaa tunaendelea kusomesha, lakini mazingira ya nyumbani alikuwa haambiliki, hatumwi wala hali chakula cha nyumbani. Ukimwambia kula anasema mimi nimeshiba. Tukimuuliza umekula wapi? Nimeshiba. Kazi za nyumbani ukimtuma hataki, mpaka atake mwenyewe. Ukimlazimisha anakimbia na hama nyumbani, hata wiki 2 anakimbia kwa jirani huyo mama. Tukifuata kumfuata huyo binti, tukimwambia rudi nyumbani, yule mama anatuambia nyie mnamtesa, huyu ni yatima, muacheni mimi nimlee. Tutasema wewe unaleaje mtoto ambaye sio wa kwako, na unaleaje jirani tu hivyo? Wewe ndio una huruma sana kuliko majirani wote, unaona anateseka. Na mbona wote tuko 5 tumeachwa na mama? Sisi mbona hutuoni kama tunateseka? Huyu ndio unamuona anateseka? Yule mama anatujibu, mwacheni tu aishi hapa, huko mnamtesa, mimi nimlee mimi. Huyo jirani. Sasa tukirudi tukimsisi huyu mtoto anakataa. Tena tukienda anakimbia chumbani kwa huyo mama kabisa. Tunamtafuta, yani hatoki nje. Mwisho sasa tunarudi nyumbani. Tukirudi nyumbani kama kesho tunashtukia amejileta mwenye yule mtoto. Akijileta tena nyumbani hadi tunaogopa sasa kumsema.
Ukimsema tu kidogo, ukimtuma kazi hafanyi. Wakati wa kula mkimlazimisha kula, yani hata ugali analukia upande mwingine, anakula bila kunawa. Msema mbona haunawi ukala chakula na wenzio? Mkiwaambia tu hivyo, mimi nimeshiba, anatoka naruka ugali, au pengine hata anazaacha amechomeka vidole kwenye ugali akaondoka. Anakimbia kwa yule mama tena hivyo hivyo. Mwisho za siku moja ikatokea baba akamshika, akasema ni dharau, ngoja nimpige sasa. Maana yake tulikuwa hatujui kama kuna nguvu nyingine ya upande wa pili ipo. Hii ni dharau. Akampiga. Kumpiga tu kibao, wakaekti kuwa amempiga na nusura ya kuua. Akaanguka chini, akafurumia hapo hapo, povu zikawa zinatoka mdomoni, ili kusudi ionekane labda amepiga sana, ameua. Lakini yule mama ndo alionekana na hasira sana kuliko majirani wote. Akachukua hatua yule kuenda kumshtaki baba, anatesa mtoto yatima huku.